Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya swala, na nitakuwa nikirudia sana neno hili katika kuhimizana kwamba ibada hii ya swala ndio amali ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala atakao kwenda kuihesabu siku ya Kiyama. Amali hii mtu akiwa atakuwa amefaulu, basi amali zake nyingine zote uwezekano wa kufaulu upo, na amali hii itakapokuwa imeharibika, basi uwezekano wa kuharibika kwa matendo yake mengine yote upo, kwa sababu swala ndio msingi mkubwa wa Uislamu. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa ajifundishe kuswali, sio aswali kwa mazoea. Sisi tunaswali kwa mazoea. Kuna watu wanaswali, wana miaka mashallah wako msikitini, lakini ukimwambia asome tahiyatu haijui. Ukimwambia mtu huyu anaporukuu anasema nini hajui. Unapomwambia mtu huyu akisujudu aseme nini hajui. Hata unapomwambia aisome surati al-Fatiha, alhamdu, haisomi vile inavyotakiwa kusomwa. Sasa huku ni kuswali kule ambako tumeelezwa kwamba baadhi ya watu watakuwa wanaswali, baada ya kumalizwa kuswali zile swala zao zinakunjwa vile kama kitambara au kama karatasi, unarushiwa nazo unarudishiwa nazo mwenyewe, wala udhu billahi min dhalik. Tuswali kwa elimu, tuswali kwa unyenyekevu, tuswali tukiweka dhana katika nyoyo zetu ya kwamba sisi tumesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu kwamba swala ni maombi. Takriban ukiangalia swala yote ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomwambia Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim. Hizi zote ni dua ambazo wewe na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala unazifanya katika ibada hii ya swala. Kwa hiyo ni muhimu sana tuisome ibada ya swala, tuijue ibada ya swala ili tuipatie ibada ya swala. Tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu nguzo za swala, ambapo tumeshazitaja nguzo 12 za swala, na leo inshallah tutamalizia nguzo 2 za swala. Na nguzo 2 hizi ni nguzo muhimu sana katika swala, na ni nguzo ambazo mara nyingi ndio katika nguzo ambazo watu tunakosea. Nguzo ya 13 ni kutulizana katika kila nguzo. Mtu anatakiwa atulizane, hii inaitwa tumanina. Yani wewe ukirukuu ile Allahu akbar, halafu utulie, halafu ukirudi samiallahu liman hamida utulie. Lakini baadhi ya watu wanadona katika swala, wanakosa utulivu, tumanina inakosekana. Kwa hiyo katika kila nguzo, kila sehemu ya swala yako lazima papatikane utulivu. Hii habari Allahu akbar samiallahu liman hamida, tena hasa ikifika wakati wa tarawih, una misikiti inasikitisha sana. Haya ni makosa. Hii ni ibada, unamwabudu Allah. Leo mimi na wewe tunapokwenda tu kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya waziri, kwenye mahakama, tunakwenda kwa unyenyekevu, tunakwenda kwa utulivu, tunakwenda kwa maneno mazuri. Hata ukiingia kwa bosi wa kawaida tu, una shida zako, unakwenda mikono nyuma, unakwenda mtulivu, ukamweleza shida zako. Je, wewe unasimama mbele ya Mola aliyekuumba wewe na kila kitu, unamweleza shida zako? Kwa hiyo nguzo ya 13 ni tumanina. Tumanina yani ni kutulizana katika kila nguzo. Hakikisha ya kwamba unaporudi samia Allahu liman hamida, umetulia, mgongo wako umesimama vizuri, unasema rabbana lakal hamdu kwa kutulizana. Kisha ukienda Allahu akbar unatulia kwanza, sio ile ukitoa Allahu akbar samia Allahu liman hamida Allah subhanahu. Hapana bwana, tulizana taratibu, nenda Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hivyo umekwenda kwenye rukuu, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Ukirudi kwa utaratibu, samiallahu liman hamida, rabbana, kwa utaratibu. Usiwe na papara katika kuswali. Hii tumanina ni nguzo katika nguzo za swala. Ukiacha hii, swala yako inaharibika. Na hii nguzo ya tumanina tumeipata wapi? Siku moja katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema alikuja bwana mmoja msikitini, akenda akaswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa huko na maswahaba wake. Yule bwana akaswali, alipomaliza kuswali akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi uende ukaswali, kwani hakika wewe hujaswali. Yule bwana akarudi tena, akenda akaswali. Baada ya kuswali akaja tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamrudia tena kumwambia neno lile, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, kwani hakika wewe hujaswali. Yule bwana akaenda tena mara ya tatu. Alipokuja akamwambia, ya Rasulullah, hivi ndivyo swali, sijui zaidi ya hivi, nifundishe mimi kuswali. Hapa tunapata mafundisho. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mwanzo asimwambie makosa yake? Alikuwa anataka aelewe yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana katika hadithi ndefu ya kumfundisha kwamba uwe na utulivu katika swala. Yule bwana hakuwa na utulivu. Unapofunga swala, Allahu akbar, tulizana kidogo, kisha soma dua ya ufunguzi wa swala, kisha soma alhamdu, kisha tulizana kidogo, soma sura, tulizana kidogo, rukuu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha tumanina ya utulivu katika kila tendo lako la swala. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tuwe na utulivu katika kuswali kwetu. Nguzo ya 14 na ya mwisho katika swala ni namna ambavyo utaratibu wa kuswali umepangwa. Yani namna ambavyo mtu unatakiwa uanze na takbiratul ihram, kisha usome dua ya ufunguzi wa swala, kisha usome alhamdu, kisha urukuu, kisha hivi ilivyopangwa. Huwezi kwenda kinyume na hivi. Huwezi kuzibadilisha hizi wewe ukafanya vile unavyotaka wewe. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ambavyo mwenyewe ametuelekeza, kama alivyotuambia, wasallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo huwezi wewe kufanya vile unavyotaka. Huwezi ukasema kwamba kwa nini mimi nianze kupiga salamu mkono huu, ngoja nianze huku. Kwa nini mimi nianze rukuu kwanza, ngoja nianze kusujudi? Hapana. Ni lazima ufuate ule mtungo mzima wa swala kama ambavyo tumefundishwa na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa ndio tutakapokuwa tumefika mwisho wa kuzizungumza nguzo za swala. Inshallah, Allah akitupa uhai, kesho tutaizungumza wajibu wa swala na baadaye sunna za swala, na tutakuwa tumekamilisha namna ya kuelekezana katika mambo ya kuswali. Na tusisahau kwamba tupo katika masiku matukufu na tupo katika masiku ya Arafa. Tusiache kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zetu, na tusisahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ya kheri, na tusisahau kufunga yaumu Arafa, kwani hakika haya ni masiku bora sana, masiku ambayo ni bahati mwanadamu mimi na wewe kuja kuyapata tena. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu na atukubalie swala zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee katika mizani ya mema yetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.